Asanteni wasikilizaji kwa wakati huu. Nawaalika tena katika kipindi cha The Word katika runinga yetu ya The Great Mission ambayo inaletwa kwenu na mie Elder Ronald Mose. Asante sana kwa sababu hivi leo tuko na mambo makuu ambayo tunaenda kuangalia katika neno la Mungu, na hili neno ni neno ambalo limekuwa likisumbua watu wengi. Leo tunaenda kuangalia jambo gumu ambalo linaogofya kila mtu duniani. Kila mtu, hawe rais, hawe mtoto mdogo, hawe nani, anaogopa kifo. Leo tunaenda kuangalia kifo ni nini hiki ambacho hakijawahi kuisha na kitaisha lini. Je, watu wa Mungu mko na tumaini kwamba siku moja tutamuona Mungu? Hakika hata Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani alikuja akiwa hai, alizaliwa akiwa hai, akahubiri neno la Mungu, kisha alimalizia katika kifo. Lakini yeye tu ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza katika kifo, maana yeye alifufuka. Akatuachia tumaini kuu kwamba hata nasi siku ile dunia itakapofika mwisho ni kwamba tutafufuliwa naye tuenende mbinguni. Lakini ndugu wapendwa, ni kwamba tuko na vifo aina mbili. Tuko na kifo cha milele na tuko na kifo cha kulala. Kwa hivyo kuna wale wanalala wakiwa na matumaini, na kuna wengine wanalala bila matumaini. Hivi ni kusema kwamba yoyote yule amelala bila tumaini hana tena nafasi ya kuweza kuurithi ufalme wa mbingu. Ndio sababu leo tunaangalia kifo ni nini. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza fungu la 15, mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Paulo anauliza swali. Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 56. Anauliza swali, wapi mauti? Kushinda kwako wapi ewe mauti? Uchungu wako? Hili ni swali ambalo Paulo analiuliza. Paulo anauliza swali hili kwa sababu wakati ule Yesu atakaporudi, hili ndio swali tutauliza kifo. Wewe kifo, nguvu zako ziko wapi? Uchungu wako sasa uko wapi? Wewe mauti, uchungu wako uko wapi? Tukirudi nyuma kidogo, kuna ndugu wetu aliyekufa. Alikuwa anaitwa Lazarus. Ni ndugu ambaye tunamjua katika Biblia. Alipokufa, Lazarus alikuwa rafiki wa Yesu. Yesu alikuwa rafiki wa hii familia ya kina Martha na Mariamu. Yesu akakawia kufika akiwa mgonjwa. Lazarus wakati wako kafika kalala. Natumia kulala kwa sababu kulikuwa na tumaini kwamba Lazarus atafufuka. Ilipofika siku ya 4, Yesu anakuja kuingia pale. Ndiye anaonekana. Watu walikuwa wamekata tamaa. Lakini kuna jambo ambalo hatujaangalia hapa. Kwa nini walikata tamaa? Kwa nini siku ya 4 Yesu akuje? Mbona hakuja siku ya 2? Mbona hakuja ya 3? Mbona hakuja siku ya kwanza? Nyakati zile kule Israeli watu wengi walikuwa naamini miungu. Walikuwa naamini kwamba the spirit of Lazarus ilikuwa hapo. Na wakati wowote zile spirits angeweza kuamshwa akuwe hai tena. Lakini walingoja siku ya kwanza spirits hazikufanya kitu. Siku ya 2 spirits hazikufanya kitu. Siku ya 3 wakakata roho. Yesu ndiye anafika. Sikia vile Mariamu anamwambia, ungalikuwa hapa ndugu yetu angekufa. Yesu aliwauliza, mmemweka wapi? Yesu akadondokwa na majonzi, akalia. Na watu wote ambao walikuwa katika ule mji. Manake wakati mtu alipokuwa akifa, nyakati zile kule Israeli ilikuwa ni sherehe. Watu walikuwa wamejaa katika ule mji. Sasa katika ule mji, watu wote wakamwona Yesu akilia. Wakaanza kusemezana, angalia jinsi alivyompenda. Yesu
hakuwa analia kwa sababu Lazaro ameaga ama amelala, lakini alikuwa analia kwa sababu ya imani ndogo wale watu walikuwa nayo. Yesu akamfufua Lazaro. Yesu akaonyesha dalili nzuri kwa binadamu kwamba wakati dhambi itakuja kuangamizwa duniani, nasi tutafufuliwa vile vile. Haijalishi ulikufia wapi. Labda uliingia ndani ya maji, maji ikakumeza. Labda ulikuliwa na mnyama akakumeza akakukula. Lakini nyakati moja Yesu atakaporudisha ufalme wake, utafufuliwa. Tunapoangalia kifo cha Yesu Kristo, naye ndio huyu anaenda kudundikwa msalabani. Aliteswa, baada ya mateso wakamsulubisha Yesu, wakamweka pale, naye Yesu hiyo siku ya Ijumaa akalala. Alipolala, mama yake na wale kina mama waliofuata na hata Nicodemus ambaye tunamjua waliokuwa wakiangalia wakamwona kweli Yesu amekufa. Walipoona vile, wao walitoka. Joseph Arimathea kaenda akachukua mwili wake aende kuuzika. Wakaangalia vile umewekwa chini, umemzika Yesu, Yesu amekufa. Hakuna mtu alijua kwamba Yesu atakuja kufufuka. Wote walijua kwamba mambo yake imeisha. Aliokoa wengine, mbona hajajiokoa mwenyewe? Hilo ndio lilikuwa swali. Yesu akalala siku ya juma chini, siku ya Sabato akalala chini. Siku ya kwanza ya juma Yesu akafufuka, akawa uzao wa kwanza kufufuka katika mauti. Ndiposa asubuhi na mapema Mariamu huyu ambaye tunayemjua, rafiki wa Yesu Kristo, Yesu aliyemuokoa, akaenda kaburini kumwangalia Yesu Kristo mwili wake, akapata kwamba Yesu hayupo pale. Akaanza kupiga nduru akilia, kisha malaika wakamtokea wakamwambia, unayemtafuta hayuko hapa, amefufuka. Ni furaha iliyoje wapendwa, wakati ambapo Yesu atakaporudi, atakapofufuliwa na wapendwa wetu. Najua ya kwamba wakati tunapoongea namna hii, kuna yule ambaye anapitia magumu kwa kukumbuka jinsi ambavyo alimpenda yule ambaye ameaga. Labda ni mtoto, labda ni bwana yake, labda ni mke wake, labda ni mama yake, ni mzazi, ni nyanya yake. Wote watu tunawapenda. Lakini wakati wanaenda, hawatuambii ni lini wataenda, tuwaage, kifo kinakuja ghafla. Lakini tunajua ya kwamba anayekufa katika tumaini ana tumaini la milele. Anayekufa katika tumaini ana uzima wa milele. Ndugu, na kualika katika Great Mission TV kwamba unapotafakari haya maneno ya kwamba siku moja tutauliza kifo, nguvu zako ziko wapi? Mauti, wewe uchungu wako uko wapi? Takuwa ni jambo ambalo ni la kujifunia utakapoona siku moja tukienda mbinguni, mahali ambapo hatutakuwa na kifo, mahali tutaishi milele na milele na Mungu Baba. Upande huu mwingine kuna ndugu wale ambao awalikataa neno, watakufa kifo cha milele. Nafasi hii Mungu amekupatia, uko hai. Je, matendo yako yako vipi? Je, waelekea wapi? Je, wamjua Mungu? Hilo ndio swali ambalo tungejiuliza. Je, sisi tutaenda mbinguni? Tuende kurithi ufalme wa mbingu? Naye Yesu, tutamuona Yesu. Tutamuona Mungu wetu. Tutamuona Enoku. Tutamuona Elijah. Hawa wale wapendwa ambao wako kule mbinguni. Kuna wapendwa wetu ambao wamekwisha kutuacha. Biblia inatuambia ya kwamba tutawaona tena, tutaunganika tena na wapendwa wetu waliokufa. Tusikate tamaa.
Lakini maajabu ni kwamba, je, tutawaona tukienda mbinguni ama tutawaona tukiwaacha hapa duniani? Wakati huu Mungu ametupatia uhai. Je, ni nini hiki Mungu anataka? Mungu anataka mambo machache. Tushishike amri zake. Hata tukifa tukufe ndani ya Yesu Kristo. Tutende mambo ambayo yanatufanya tuende mbinguni. Mungu ametupatia njia na mwanya wa kuweza kufika mbinguni. Ndugu wapendwa, je, tafakari hili neno. Siku moja utaamuka usikii tena. Wapendwa, wale ambao watakuwa hai ndio watajua kwamba wewe haupo. Maana maiti haijijui. Mahali inapokwenda ni kaburini, ambayo ni nyumba ambayo umejengewa pale. Ndugu zako watakuwa ni wale wadudu ambao wanakula ule mwili, wakawacha kiwiliwili pale mpaka siku ile mwenye mwili huu atakaporudi mara ya pili. Wakati umekwisha. Tunapoangalia katika Wakorintho wa kwanza 7:29, neno la Mungu linasema wakati ni mfupi, wakati umeisha. Wakati umeisha na mwanadamu anarudi. Yesu anaporudi mara ya pili, je, ndugu yangu utakuwa wapi? Mama utakuwa wapi? Mtoto utakuwa wapi? Jiulize hili swali. Na wakati wote kifo kitakapokuja kabla Yesu hata hajarudi, je, utakufa ukiwa wapi? Siku hizi kuna vifo aina nyingi. Kuna ajali, kuna magonjwa, kuna wengine wanalala hawaamki tena. Kuna mauaji huku na kule. Dalili za kuonyesha kwamba mwisho wa dunia umefika. Angalia vile watu wanauana. Leo mwanamke anaamka asubuhi anamdunga mume kisu. Amemuua, ni kifo. Leo mwanaume anaamka asubuhi anakatakata watoto wake na mke wake. Hiyo ni kifo. Leo unapata kwamba mtoto ameamka, sijui amebagawa, ameua familia yote. Hapo ndio tumefika dunia ya leo. Siku hizi kuna vifo. Watu wanauana kwa vita. Wanapigana vita mpaka wanauana. Hakuna amani duniani. Ndiposa tunajiuliza kama Wakristo, je, tutatokea wapi? Usaidizi wetu utatoka wapi? Mungu anasema katika Isaya 59 fungu la kwanza ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi usiweze kuokoa. Mkono wa Bwana u juu yetu, wale ambao tumemtambua Mungu. Hata tukilala tunalala tukiwa na matumaini. Hata tukilala tunajua siku moja tutamwona Yesu. Wasiokuwa na matumaini wanakufa kifo cha milele. Maana hata Yesu akija hata kuwa na faida kwao. Maana wao walikufa wakiwa ndani ya dhambi. Tuachane na dhambi hizi. Yesu anasema, "Njooni kwangu mliolemewa na mizigo ya dhambi, akatupumzishe." Ili tukue na moyo, tukue na roho ya kwamba siku moja tunaenda kurithi ufalme wa mbinguni. Tuachane na raha za dunia. Tuachane na raha za dunia. Dunia iko na raha nyingi. Kuna pombe, kuna kujivinjari, kuna mambo mengi. Kuna uasherati, mambo ambayo yanamkasirisha Mungu na tena yanaleta mauti. Na tena sio mauti tu hivi hivi, ni mauti ya milele. Tumrudie Mungu. Tupeleke hili neno kwa wenzetu. Neno ambalo umelisikia hivi leo, nipeleke kwa wenzetu. Nipeleke kwa mwingine. Mwambie Yesu anarudi. Wakati wake umefika. Kifo ni kichungu, wapendwa. Kumbuka wakati ambapo Daudi pia alikuwa na mtoto wake mpendwa wa kwanza wa mama ambaye alikuwa anaitwa Bethseba. Huyu mama akapata mtoto. Yule mtoto akawa mgonjwa. Ilibidi mfalme Daudi afunge. Akafunga bila kula kwa muda mrefu, kisha yule mtoto akafa. Angalia uchungu ulipokuwa umegubika ile familia. Familia ikapatwa na machungu. Mtoto ameaga dunia. Hatutamuona tena. Hiki ndio kifo. Biblia mzima imeelezea kifo. Kifo ni kitu kichungu. Na hakuna yoyote
angekubali kufa hata leo. Leo kaambiwa unaenda kufa, najua utafurahia. Ni jambo ambalo unaweza torokea. Kifo kama kingekuwa kinanunuliwa, wapendwa, maskini hawangeweza. Matajiri ndio wangeweza. Manake wangeenda waungane waishi miaka mingi. Lakini sisi maskini tungekufa hapo hapo. Wewe, kifo ni siri ya Mungu. Hakijui tajiri, hakijui maskini, hakijui ni nani. Hata wanyama wa Mungu aliyowaumba wanakufa. Hata miti Mungu aliyoiumba inakufa. Chochote kila ambacho Mungu alichoumba kiko hai kinakufa. Ni vile mti hauongei, pia mti usikia uchungu wake. Wanyama wale ambao tunawajinja wanasikia uchungu, wanalia. Kifo hakijui yoyote. Kifo ni mnyama mbaya. Wapendwa, tuseme nini? Hivi leo unaposikia sauti ya Mungu ikikuita, Yesu akisema njooni kwangu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mrudie Yesu Kristo, naye atatuokoa na ataokoa nafsi zetu, ili tuandikishe majina yetu katika ufalme wa milele. Yesu anaporudi mara ya pili, atuchukue nyumbani tukapumzike. Asante Mungu apate kuwabariki na tupate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kulinua jina lako Baba. Tunajua ya kwamba kuna tishio hapa duniani ambayo inatishia kila mmoja wetu. Hata wanyama wote wanatishiwa na hili jambo ambalo ni kifo. Baba, tunaomba upate kutunusuru na kifo. Tunajua hata tukilala, tulale tukiwa na matumaini. Tusife Kristo tukuje kufa kifo cha milele, bali tulale tukiwa na matumaini makuu kwamba siku moja unaporudisha ufalme wako, kila mmoja ataenda mbinguni. Tunapigana vita vikali vya shetani. Shetani anatutafuta usiku na mchana. Baba, tuombe upate kutunusuru na huyu mwovu shetani ambaye alileta kifo. Jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Bariki Great Mission TV ambaye inapeleka neno lako kote ulimwenguni. Baba, ujumbe wa leo ambao ulikuwa unazungumzia kifo, Baba, naomba kila mmoja apate kutafakari neno hili, kwamba siku moja utauliza mauti, nguvu zako ziko wapi? Baba, tunusuru na haya, tuokoe na tuongoze katika jina la Yesu na kwa nini. Amen.